Bana, mambo vipi mtazamaji na mwana michezo mwenzangu kutokea makao makuu ya klabu ya Young Africans Jangwani. Nimekuja kumtafuta mwenyekiti wa wasemaji barani Afrika, Ali Shaban Kamwe. Baada ya kuweza kurejea Dar es Salaam, sasa tuweze kuzungumza naye mambo mengi ambayo yamejiri. Ali, kwema? Kwema, niambie ndugu yangu. Fresh, mambo yanasemaje bwana? Alhamdulillah, nashukuru Mungu. Nipe ripoti. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu bwana. Kikubwa ambacho tumekutafuta hapa, watu wanauliza, manake sasa hivi inasemekana kwamba kocha Romain Folz tayari rasmi sasa mshamnyoa. Ni sahihi kweli mshamnyoa baada ya matokeo yale ambayo amepata mbele ya Mbeya City? Hapana, hakuna taarifa yoyote kwenye ofisi yangu kwamba kuna maamuzi hayo yamefanyika. Kwa hiyo sio taarifa rasmi. Kwa sababu taarifa rasmi lazima iende kwa mtendaji mkuu, aniite, aniambie kuna taarifa hii rasmi. Kwa hiyo kwenye idara yangu mpaka sasa hivi hakuna hiyo taarifa. Kwa hiyo sio taarifa rasmi. As we speak right now, Romain Folz bado ni coach mkuu wa klabu yetu ya Young African Sports Club. Kwa lugha rahisi, sasa hivi sasa mmemwamini, manake mnaelekea kwenye mechi zile za kimataifa. Manake bila shaka bado ataendelea kusalia na Wewe kwanza, kwa nini wewe maswali yako yamejikita kwa mtu kukosa kazi? Yaani toka mwanzo unajikita tu kwamba mnamfukuza lini, kashafukuzwa. Kwa hiyo maswali yako yamejikita wewe kwenye mtu kukosa kazi. Manake ukitazama asilimia kubwa mtandaoni, watu wengi yani wanaripoti hivyo. Kwa hiyo wewe ndio mtu sahihi wa kuweza kutoa mwanzo kwamba hakuna taarifa ya Romain Folz kusimamishwa kazi. Mimi kama mkuu wa idara ya habari sijapewa hiyo taarifa na CEO wetu. Kwa kama sijapewa taarifa, maana yake hakuna hiyo taarifa. Taarifa hiyo ningepewa bwana, tutafuta namna ya kuwasilisha kwa wanachama na ingewasilisha. Kwa hiyo masuala hayo ya kocha hiyo tushafunga mjadala kwamba hakuna taarifa ya kocha kufukuzwa kazi. Kocha yupo hapa, anaendelea kufanya kazi na timu yetu imechukua pumziko mafupi. Ikifika Jumatatu timu inarejea kwa maandalizi ya mechi ya kimataifa kule Malawi. Ndio. Baada ya ku drop kule pointi 2, nataka nifahamu kutoka kwenu Young Africans namna ambavyo mnaichukulia ligi kiujumla msimu huu. Manake wengine labda wanaona kwamba Yanga imeshuka ubora, wengine wanasema labda Mbeya City imepanda ubora. Kitu gani ambacho wewe unaona kiufundi kabisa ni kweli Mbeya City kwa maana mpinzani alikuwa amepanda ubora quality, ama Young Africans imeshuka kidogo? Yanga haijashuka quality yake. Alafu msitengeneze perception kwamba Yanga ni timu ambayo mpinzani akitafuta sare kwa Yanga basi Yanga imeshuka kiwango kupata sare. Football haiko hivyo. Lakini la pili, uwanja wa Sokoine au mkoa wa Mbeya imejengeka kutoka miaka huko nyuma, ni mkoa mgumu kwa Young Africans kupata matokeo mazuri. Unajua hata la season wakati tunashinda goli 1-0 kwa Ken Gold kwa imepanda ligi kuu. Mechi sio ya pili, sio ya kwanza ya ligi, sio ya tatu, kitu kama hicho. Mwanzoni pale. Mechi ya pili. Goli anafunga Baka, si ndio? Nakumbuka ile mechi. Dakika ya mwisho Lukindo likapiga header Diarra kazunguka nayo kwenye mstari huko. Ilikuwa sare ile she. Si ndio? Misimu ya nyuma tumefungwa back to back pale Mbeya na IF. Back to back, tumeenda msimu wa kwanza tumechukua. Tumeenda msimu wa pili tumechukua. Kwa hiyo kumekuwa na huo ugumu wa kupata matokeo pale Mbeya. Kwa hiyo sio issue ya season hii. Ni issue ambayo iko hata ukiangalia matokeo ya Yanga na Mbeya City, umekuwa na mchezo wa 5 hajapata matokeo mazuri dhidi yao pale Sokoine. Kwa hiyo sio issue ya sasa hivi. Ni issue kama mechi ya mwisho, manake mlikuwa mmepata sare 4 mfululizo. Yes, ndio maana nakwambia sio issue tu ya sasa hivi, ni issue kidogo ya muda mrefu. Na hii sasa shekhe, inatufanya sisi kama wanayanga wa Dar es Salaam, wanayanga wa mikoa mingine kuzungumza na wanayanga wenzetu wa Mbeya. Kuna nini hapo Mbeya ambacho kinafanya klabu yetu ishindwe kupata? Nawafikirisha. Tunashindwa kutamba Mbeya. Kuna nini hapo Mbeya? Kuna nini hapo? Timu zinapanda daraja zinatusumbua tukija hapo Sokoine. Tumepata ushindi last season dhidi ya Ken Gold kwa tabu. Umeelewa? Kwa hiyo lazima tukae chini tufanye tathmini tuone nini kinachoendelea pale Sokoine Mbeya. Bwana, watu wanasifia sana ubora wa goalkeeper Djigui Diarra kwenye msimu huu, ni kama umeongezeka mara 2 zaidi.
tofauti ambavyo alikuwepo. Amekuwa na kiwango bora sana. Ukiangalia kwenye michezo tangu ya dabi, unaona kuna sehemu ambazo labda Yanga ingeweza kuruhusu bao, lakini ubora wake yeye binafsi unaweza kuisaidia timu. Kitu gani ambacho unaweza kusema kuhusiana na ubora kiwango cha golikipa wenu? Djigui Diarra amekuwa kwenye ubora huu kwa muda mrefu sana. Kama binadamu of course kuna ups and downs. Kuna nyakati anaweza kupungua kidogo, lakini huu ndio ubora wa Djigui Diarra. Na hii ndio sababu kwa nini anavaa jezi ya klabu yetu Young Africans. Unapokuwa na wachezaji 11 kwenye pitch, unategemea kila mmoja afanye jukumu lake. Unategemea strikers wafunge, midfielders wa assist, beki wakoe, Diarra afanye save. Kwa hiyo Diarra akifanya save bora kama ile ya juzi pale Mbeya, maana yake inakupa picha anafanya jukumu lake kwa 100%. Na anathibitisha kwamba ni top goalkeeper. Sasa hivi sio unajua kuna lugha ya one of the best. Mmoja kati ya. Diarra kashatoka huko. Diarra ni bora Tanzania. Ni bora kwenye ligi kuu ya Tanzania. Makipa wengine wanaweza wakasema ni miongoni mwa makipa bora. Lakini Diarra kashatoka kwenye miongoni. Diarra ndio huyo kipa bora. Umeelewa? Yes. Kwa hiyo ni top goalkeeper ambaye tunaamini ataendelea na ubora huu msimu huu, na malengo makubwa ambayo tuko nao kama Young Africans tutayafanikisha tukiwa na Djigui Diarra golini. Tukumbushe ile moment ambayo unaona sasa maana umekaa pale VIP, unaona kama Vitalis Mayanga anapiga kitanuo ile, unaamini kabisa ana tap in, ilikuwaje kwako wewe mwenyewe binafsi? Mimi nakwambia ile mechi ya Mbeya juzi ile, mimi ndio maana andiko langu la kwanza nikasema alhamdulillah, tumshukuru Mwenyezi Mungu tumepata alama moja. Ile mechi ile ukifuatilia vizuri ile, kwanza first half pigwa kona moja Baka kama hata kufunga hivi. Ponge ya heda ikamgonga mtu hata eleweka toka wapi. Ule mpira mudi chini, Baka anaogombea, ndo bahati mbaya akaukosa mpira akamgusa mtu kwenye mwili. Incidence ambayo ilikuwa tuandike goli, sio katoka wapi ule kiube Baka ikamgonga. Second half pigwa kona moja, rafiki yangu Azizi kaenda juu. Kanodi kidogo ule mpira ukampitia Pacome hapa. Ule mpira unapita hivi yani mbele ya goli pale. Bakolanya tayari kashakubali. Tumekwenda pale Edmund John piga bakora moja yani unaona sisi tumekaa VIP, ule mpira unakwenda kambani. Sio ukawaje tangu kuna mwamba wa chini umerudi. Yaani umenyoka state mnaona wao. Mimi niko VIP, Edmund kwanza alivyorudi nyuma. Watu wengi unajua hawajamwona Edmund kwenye kupiga. Mimi naenda Afrika. Kwa mimi nikaa nawaambia pale VIP, lile goli hawana pale mbali, nawaambia lile goli mimi nishamuona akiwa anafunga Avik, nikawaambia lile goli. Edmund kapiga hatua zake 5, kapiga bakora, nimekaa hivi nataka niinuke. Chuma hicho. Kipa hajahangaika ile. Kakolanya nakwambia hivi, Sami Allahu min alhamd. Kasema Sokoine. Mwamba wa chini. Chuma kimerudi. Haya basi sasa tukanapeleka moto mwisho pale tupate magoli. Subhanallah, fumba na kufumbua wapo kwetu. Kama Diki anataka kuokoa hivi mara hivi na hivi, kaipitia ule mtoto. Nikapigwa ndani hapa 1v1 na ule Vitalis mchezaji hatari. Watu hawaelewi. Nimeona kuna mwandishi mmoja kaandika eti Vitalis maeneo haya ndio wanachukua ujiko. Guys, yule Vitalis ana ubongo wa hali ya juu wa mpira. Kwa sababu ule mpira ulipopigwa ndani, Diarra kaangalia ile clip, alitoka mwili mzima kwenda kumfuata kupunguza distance ya mpira na goalkeeper. Yaani ubakie pale, yule ukipiga mbabatize. Kwa hiyo akatoka mwili mzima akatanua mwili. Yule mtoto kama Messi, calculation ya haraka hapa nikipiga akauchopa ule mpira. Mpira uko juu, Diarra yuko chini. Tushakubali. 1-0 hiyo. Diarra reflex kama ya paka. Unajua paka ndo mnyama mwenye reflex kubwa zaidi. Ushaona paka kwa anapigana na nyoka, mkono wake anafanya vile mkono wake. Yaani akiweka imo. Akiweka imo Diarra katoka ule mpira. Sasa tukasema alhamdulillah. Mimi ndo maana nikasema tumshukuru Mungu. Tumeshuhudia vitu vingi sana pale Sokoine. Unaweka ile picha moja ya kona, alafu kama kuna kitu mbele hapa, alafu kuna mchezaji. Yaani nakwambia tushukuru tu Mungu, tumepata pointi moja. Turudi nyumbani, lakini sio mbaya alhamdulillah. Uzuri ni kwamba tutakapozifidia pointi zetu tulizoangusha Sokoine Mbeya, kila mmoja anajua Yanga itakwenda kurudisha pointi zake. Hata wewe unajua Saadede.
Tayari mna uhakika. Wewe Isaya Dede unajua, Marco Mzumbe unajua, Watanzania wanafahamu. Yanga ameangusha pointi 2 Sokoine Mbeya, lakini Yanga atarudisha pointi zake 2. Kila mmoja anajua. Ukiwa tu na hofu na Mungu, unajua. Yanga anakwenda kurudisha pointi zake. Kwa hiyo imetusikitisha, tulitaka tupate matokeo mazuri, lakini tulipata pointi moja. Tunasema alhamdulillah, tuna sehemu yetu, tutakwenda kuchukua pointi zetu 6 ambazo tunazihitaji msimu huu. Ndio. Yupo wapi Clement Mzize? Hatujamuona kipindi hicho. Watu wamemuulizia juzi bwana, wanaamini kwamba angekuepo huenda Young Africans ingefanikiwa kuondoka na alama 3. Pakua Yanga app, wanaambiaga lipieni. Mzize shatoa taarifa yake tumetoka Rwanda, alipata injury. Kwa hiyo akapata maumivu makubwa kwenye sehemu pembeni ya goti. Ndio maana amekosa mechi ya marudiano ya Rwanda, amekosa mechi ya Mbeya na amepumzika kabisa. Kwa hiyo kwa muhimu wa daktari huenda tukawa naye Malawi, lakini bado chances ni ndogo kwa sababu tunataka apone kabisa, arudi akiwa fit 100% inshallah. Mmejiandaaje na maandalizi ya kwenda kucheza mchezo wa kimataifa na Silver Striker ya Malawi? Manake ni timu ambayo kidogo kule kwao imejitahidi kufanya vizuri katika msimu uliopita. Silver Striker bwana, tuna mechi nao tarehe 18. Na itakuwa mechi ya ugenini. Wenzetu wao nimeangalia ratiba yao ya ligi, wana mechi nyingine 2. Watacheza hivi karibuni. Mechi na Bullets ugenini, na mechi nyingine nyumbani, alafu ndo wacheze na Young African Sports Club. Kimpira maana wao wana faida ya kupata mechi 2 za kucheza. Sisi tuna wachezaji takriban 12 ambao wameenda kwenye majukumu ya timu za taifa, 6 ndani, 6 wa kimataifa. Tafsiri yake ni kwamba wakati wenzetu wakiwa wanacheza hizo mechi 2 za ligi kule, sisi tutakuwa tunafanya mazoezi Avic Town. Inaweza kuwa faida kwao kwa sababu wamepata muda wa kutosha kucheza mechi 2 before kucheza na Young African Sports Club. Lakini tunawafuatilia kwa karibu, na hii Champions League ukiangalia msimu huu hutakiwi kuchukulia poa kiumbe chochote kile. Anaweza kushangaza mtu wakati wowote ule Champions League ya msimu huu. Kwa hiyo tuna tahadhari zote na tunakwenda sasa hivi kikubwa. Kama panatokea chances ya kuimaliza ile mechi pale pale Malawi, tutakwenda kufanya hivyo kwa nguvu kubwa. Ikitokea chances hiyo tumeikosa, basi nyumbani tupate matokeo mazuri. Lakini tunakwenda kwa tahadhari kubwa na malengo, kiwezekana tumalize kabisa ile biashara pale pale Malawi. Tuna mechi tarehe 18 na Malawi hapa nafikika hapo. Wanachama wa Yanga wamekuwa wakinitumia message nyingi, wamekuwa wakituma message kwa idara yetu ya wanachama wakiuliza vipi mpango mzima wa safari ya. Nyinyi ndio mnashikilia hii rekodi, maana Rwanda kule mleka rekodi. Kwa hiyo bila shaka watu wanauliza hiyo. Na Mwenyezi Mungu atusaidie uhai na afya njema, tunataka tuweke rekodi nyingine tena Malawi. Yes, kwa hiyo utaratibu leo nafikiri mmekuja, mmetokuwa na vikao vingi hapa asubuhi. Lengo ni kupanga huo utaratibu. Tutakuwa na utaratibu wa safari ardhini, tutakuwa na utaratibu wa safari angani. Kuna Yanga ambao watapenda kusafiri na timu, tutawapa utaratibu wao. Kuna Yanga ambao wanataka kusafiri na mabasi, tutaweka utaratibu. Mimi mwenyewe nipo kwenye mabasi. Safari ya basi ina raha, sikwambie. Safari ya chini ina raha. Mimi mpaka leo experience yangu ya Rwanda ile hajanipotea. Nilienjoy sana. Kwa hiyo na hii inshallah tunaamini tutaenjoy pia na tutakwenda watu wengi sana. Utaratibu umeshakamilika, ya tunataka tutangaze Jumatatu. Kwa hiyo leo baada ya kikao cha management tutawasilisha kwa viongozi wetu kupata na wao approval zao na baraka zao, na niwaambie wana Yanga Jumatatu tunakwenda kutangaza utaratibu wa mashabiki kuondoka hapa Dar es Salaam kuelekea Malawi kwa ajili ya kuisupport Young Africans. Tutawaambia lini, tutawaambia na kiasi ambacho tutatakiwa mkitoe kwa ajili ya hiyo safari. Kwa hiyo kiasi, tarehe tutakuja kuwatangazia. Lakini uratibu mzima utatokea hapa makao makuu ya club. Ndio taratibu hiyo safari. Tunaamini nguvu ya mashabiki wetu ina play part kubwa sana kwenye kuisaidia timu yetu kushinda kiwanjani. Kwa inshallah tutakwenda kupambana Malawi, tupate matokeo mazuri. Na mashabiki waitikie kwa wingi, twendeni. Mimi lazima niende Malawi na nitakwenda chini inshallah kwa njia ya basi. Kaenjoy wanangu. Ndio. Isipokuwa kwa umuhimu, hii ni message ambayo alinipa tuseme wale mabrother zangu wa mtaani.
akasema bwana, siku ukionana na engineer, sasa kwa sababu sijaonana naye nakupa wewe, wanafurahishwa sana na namna ambavyo anajitoa kwa jamii, especially moment ya mwisho, namna ambavyo alienda kushiriki mazishi ya yule shabiki wa Young Africans, bubu wa Yanga maarufu. Ni kitu ambacho kiliwagusa watu wengi sana. Kwa hiyo kuna mtu alinitumia message akasema siku nikionana naye engineer niweze kumueleza. Ni kitu ambacho anafanya vinagusa jamii, watu wengi wanaonekana kufurahishwa na wanaona viongozi wengine wanapaswa kuiga hii, kwa sababu ni kitu ambacho watu wanatamani, kinawatia faraja. Unajua, kwanza kushiriki kwenye mazishi kwa imani yetu sisi ya Kiislamu ni ibada. Kwa hiyo kwanza tuamini rais wetu engineer alikuwa kwenye ibada, katika ibada ambazo Waislamu tumehusiwa kuzifanya. Lakini la pili, nimepokea hizo sifa, lakini haziwezi kuwa sifa za mimi kuzielezea sana kwa mtu kwenda kumzika Muislamu mwenzake, kwenda kumzika mwanachama wake. Ni jambo ambalo kibinadamu kama watu wameliona na wameliona ni zuri, basi tuliishie kusema ni zuri hapo hapo. Mimi siwezi tena kulichukua hapa nikaanza kulisifia, unaelewa? Itakuwa sijamtendea haki engineer, sijamtendea haki pia marehemu ambaye ametangulia mbele za haki. Tuamini ilikuwa ni ibada na rais ameshiriki kwenye ibada, kwanza kama mwanachama, pili kama Muislamu mwenzake, na amehusiwa hivyo hata kwenye vitabu vya dini kuhakikisha tunakwenda kuwazika wenzetu tunapotangulia mbele za haki. Kimzungumza marehemu, amekuwa shabiki wa klabu yetu na mwanachama wa klabu yetu kwa tawi la Feri pale Kigamboni. Amekuwa sehemu kubwa kama nembo hivi ya mashabiki wa klabu ya Young Africans. Maskini ya Mungu alikuwa na changamoto ya kutokuzungumza, lakini alikuwa mwanadamu mwema. Kwa nyinyi ambao mlikuwa mnamuona mara nyingi na sisi tunamuona mara nyingi, alikuwa hawezi kumpita mtu. Vile changamoto aliyokuwa nayo, lakini hatajaribu kukusalimia, hatajaribu kuongelesha. Ana changamoto mmoja mbili tatu atakwambia, na kama kuna jambo la yeye kukusaidia atalifanya. Watu wengi ambao wanatumia usafiri wakiwa wanakwenda uwanjani watakuwa wanamkumbuka marehemu kwa namna ambavyo alikuwa mstari wa mbele kuhakikisha viongozi wake wametoka haraka uwanjani, amepangua magari na hata mia hataki, shapangua. Mafuraha yake ni kuona tu watu amewasaidia. Kwa hiyo tutumie pia fursa hii kumuomba Mwenyezi Mungu amjalie ndugu yetu makazi mema, jalie kaburi liwe kiwanja chake katika moja ya viwanja vya peponi, na mpunguzie kama sio kumuondoshea adhabu zote za kabri. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema peponi. Kwa hiyo kama watu wameona alichokifanya engineer ni kitu sahihi, ni kitu cha ungwana na kinatakiwa kuwa hivyo, basi tubakie hivyo, kuona kwamba anatakiwa watu wengine kufanya hivyo. Lakini kwangu mimi niishie kusema alikuwa kwenye ibada na amefanya ibada ipasavyo natakiwa ifanyike. Shukrani.